Naitwa Dr. Isaac Maro kutoka Afya Check, na hapa leo ninazungumza kutokea hoteli ya Zabibu iliyokuwa mkoani Dodoma, ambapo tukishirikiana pamoja na hospitali ya Benjamin pamoja na Kyaro Assistive Tech tumekuja kufanya mafunzo maalum kabisa kwa ajili ya wazazi na walezi wa watoto wenye ulemavu usioonekana. Wengine wanaita neurodevelopmental disorders, wengine wanaita changamoto za ukuaji, ambapo ni changamoto kama vile usonji, kukosa utulivu yani ADHD na ADD, Down syndrome, utindio wa ubongo na magonjwa mengine mengi ambayo yapo kwenye kundi hili ambalo tunasema sisi ni ule ulemavu ambao hauonekani. Na mafunzo haya ni mafunzo ambayo yanafanyika kwa siku 3, na leo ndio siku ya kwanza tarehe 25 Juni, na mahudhurio yamekuwa mazuri na wazazi wamekuja. Tumejifunza vitu vingi sana, tumezungumza vitu vingi sana, na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wazazi wanatambua kwanza hali za watoto wao, lakini zaidi ya hapo tunaenda mbele zaidi na kueleweshana na kufundishana namna bora ya kuwalea watoto wetu waweze kuja kuwa watu wazima wanaojitegemea. Kwa hiyo tumezungumza, madaktari wamezungumza, lakini pia wataalamu wa mazoezi tiba wamezungumza, wataalamu wa lishe wamezungumza, na hii ikiwa siku ya kwanza. Siku ya pili ambayo ni kesho, yenyewe itajikita zaidi pia kwenye lishe na kwenye maeneo mengine ambayo yanahusiana na maisha haya ya mtoto, kwa maana ya kwamba tunamwangalia mtoto kutoka engo zote, sio tu kwenye changamoto yake moja kwa moja, lakini namna ambavyo anaweza akakua vizuri kabisa na akawa anajitegemea kwa msaada mkubwa wa mzazi. Tunaamini kabisa kwamba mzazi anavyojua nini cha kufanya ndio inasaidia na inarahisisha sana, namna rahisi zaidi ya kuweza kumpa mtoto hivyo anavyovihitaji ili aweze kujitegemea. Wito wangu ni kwamba kwa wakazi wa mkoa wa Dodoma ni kuendelea kukumbushana popote pale ambapo umemwona mzazi au mlezi wa mtoto ambaye ana changamoto ambazo tunasema ni ulemavu usioonekana, tafadhali sana mwambie asogee hoteli ya Zabibu siku ya kesho na kesho kutwa. Hakuna malipo yoyote, ni bure kabisa. Kwa hiyo aje tu aseme bwana, mimi nimekuja kama mzazi, nataka nipate mafunzo, na ataletwa hapa na atapata mafunzo.